Kesi ya aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mke wake Cilia Flores inatarajiwa kuanza kusikilizwa tarehe 1 Juni mwaka 2027 baada ya jaji wa mahakama ya shirikisho mjini New York kupanga rasmi ratiba kesi hiyo. Maduro na Flores walipelekwa nchini Marekani baada ya vikosi vya Marekani kuwakamata katika operesheni ya kijeshi iliyofanyika katika makazi yao jijini Caracas tarehe 3 Januari. Wanakabiliwa na mashtaka yanayohusiana na silaha na biashara ya dawa za kulevya ambayo wote wameyakanusha. Judge Alvin Hellerstein pia amepanga kikao cha awali cha kesi kitakachofanyika tarehe 17 Novemba kwa ajili ya kusikiliza hoja za upande wa mashtaka na utetezi. Wakili wa Maduro Barry Pollack amesema upande wa utetezi unatarajia kuwasilisha hoja kwamba mteja wake analindwa na kinga ya kisheria ya viongozi wa nchi inayojulikana kama sovereign immunity, ambayo katika mazingira fulani inaweza kuwakinga wakuu wa nchi waliopo au waliowahi kuwa madarakani dhidi ya mashtaka. Mahakama ilijaa watu waliofika kufuatilia kesi hiyo, huku baadhi wakisubiri kwa saa kadhaa nje ya jengo hilo ili kupata nafasi ya kumwona Maduro. Kabla ya usikilizwaji kuanza, maafisa mahakama waliwaonya waliohudhuria kubaki kimya na kutowazungumzia washtakiwa, wakisema yeyote atakayevuruga utaratibu anaweza kukabiliwa na hatua za kisheria. Maduro akiwa amevaa sare ya wafungwa bila pingu mkononi aliwasalimia kwa kutikisa kichwa kidogo alipokuwa akiingia mahakamani. Yeye na Flores walifuatilia mwenendo wa kesi kupitia vifaa vya kutafsiri lugha, huku mawakili wao wakijadiliana na jaji. Baada ya kikao kumalizika, Maduro aliwageukia waliokuwa mahakamani na kupunga mkono mara moja kabla ya kuondolewa chini ya ulinzi wa maafisa wa US Marshals. Nje ya mahakama, waandamanaji wanaopinga vita walilaani operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyosababisha kukamatwa kwa Maduro. Walibeba mabango yaliyoandikwa "Mwachieni huru Rais Maduro" na kueleza kuwa kesi hiyo ni kesi ya kuigiza. Wakati huo huo, baadhi ya raia wa Venezuela waliunga mkono hatua za mashtaka, wakisema Maduro anapaswa kuwajibishwa kwa kile wanachodai ni uharibifu aliosababisha katika nchi yao.